Na karibu katika Mshike. Mimi ni Akida Kilango. Kikosi cha Simba kimefanya mazoezi mjini Durban nchini Afrika Kusini kujiandaa na mchezo wa marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya wenyeji Stellenbosch utakaochezwa Jumapili uwanja wa Moses Mabhida. Kennedy Moses yupo na kikosi cha Simba mjini Durban na hii ni taarifa yake. Naam, bana, hapa niliposimama muda huu ni katika uwanja wa Carisfontein ambao unapatikana hapa Durban. Kiufupi kwamba hapa nilipo ndipo hasa Durban penyewe. Maeneo mengine ni ushuani kidogo, lakini huu ni miongoni mwa viwanja vikongwe wa Carisfontein ukiwa umejengwa miaka 1950 huko, na ndipo ambapo Wekundu wa Msimbazi leo wanafanya mazoezi yao ya kwanza wakiwa hapa Durban tayari kwa mchezo mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch. Tumefanya leo mazoezi yetu ya kwanza hapa katika uwanja wa Carisfontein. Kila kitu kimekwenda vizuri, wachezaji wameanza vizuri na kumaliza vizuri session yetu ya mazoezi. Kesho tena tunaendelea na program nyingine ya mazoezi katika uwanja huu na of course hali ya hewa kuna baridi la hapa na pale, na ndio maana tumekuja mapema ili wachezaji waweze kuzoea hali hii, inapofika siku ya mchezo waweze kuclimatize na hatimaye niseme tu niwaambie wanasimba kwamba tuko salama sana. Kila kile ambacho tumepanga kukifanya kinafanyika na tuko sawa. Chef Fondo Malone pamoja na kufanya mazoezi hapa, lakini bado hajakuwa tayari kiasi cha kuweza kuitumikia Simba kwenye mechi ya kesho kutwa. Amekaa nje kwa muda mrefu. Jeraha alilopata kwanza lilikuwa ni kubwa sana na matibabu aliyofanyiwa ni makubwa mno. Hawezi kurejea kwa haraka namna hiyo kwenye mikiki ya mechi. Lakini mbali na hicho ambacho amekizungumza Medali, mazoezi haya pia yameshuhudiwa na baadhi ya Watanzania ambao wanaishi hapa Durban, Afrika Kusini, ambao wamejinasibu na kuzungumza kwamba wamejiandaa vizuri na wapo tayari kwenda kumsapoti mnyama katika dimba la Moses Mabhida. Watu ni wengi wametikia wito katika vitongoji vyote vya Debeni, Berea, Pointi, St. George, Park Street. Watu wamejipanga vibaya mno. Watu wako vizuri, wametikia wito kweli kweli. Kwa hiyo mashabiki watakuwa wengi kabisa ndani ya uwanja. Tupo hapa Debeni, na tumeipokea timu yetu toka jana kwa furaha zote. Benchi la ufundi la Simba, wachezaji, uongozi, kocha na msemaji wetu Ahmed Ali kwamba ushindi upo, na ushindi sisi tumeshaumaliza toka mechi ilivyochezwa siku ya kwanza kule Zanzibari. Basi sisi tulikopo huku tushamaliza mechi huko, sababu huku ni nyumbani. Na tuna uhakika wote, na hawa wapinzani wetu ni wageni hapa, sisi ni wenyeji hapa. Sisi hapa ni wenyeji hapa. Tuseme kwamba hata hapo uwanjani kwenyewe ni hatua 10 tu kwenda na miguu. Wao wale jamaa wanatoka kama huko Mwanza waje Dar es Salaam. Sisi tunatoka kama Wailesi twende pale Taifa Temeke. Ndio kama nahakikisheni kwamba yani ni finali tunaenda, yani kwamba ushindi upo nje na ndani. Ni ripoti hiyo ya mwenzetu Kennedy Moses ambaye alitutumia jioni ya leo, lakini muda huu nitaungana naye hapa moja kwa moja. Kennedy Moses, kwanza habari ya hapo Durban, nimefurahi ulivyoitaja ile Durban. Tujalie umeweza kushuhudia mazoezi ya Simba ambao wameyafanya jioni ya leo. Ni kipi ambacho umeking'amua katika mazoezi hayo? Kwa nafahamu kikosi wakafanya hapo wakawa wanasubiri ya kwanza leo, lakini uwanja ambao wame Carisfontein au si uwanja ambao sheria ama kanuni ya kufanya mazoezi uwanja ambao utachezewa mechi. Kwa leo wametumia uwanja mwingine, wachezaji kufanya mazoezi kwa pamoja, lakini bado ana kwa hivyo hayo alikuwa na session yake yenyewe wote wakuna. Naam, nikuombe radhi Kennedy, atukusikie vizuri. Sauti yako itakaporejea basi tutaweza kuungana nayo tena kwa mara nyingine. Naam, huyo ni mwenzangu Kennedy Moses kama ambavyo nilikuwa nikizungumza naye hapa, lakini tutajiunga naye tena hapo baadaye kama basi mawasiliano yatakuwa mazuri. Naungana tena na mwenzangu Kennedy Moses akiwa pale Durban. Kennedy, ulikuwa kitufahamisha kuhusu namna ambavyo mazoezi yalifanyika jioni ya leo. Naam, nilikuwa na namna mazoezi yamefanyika na ilihusisha nyota wote wa Wekundu wa Msimbazi
kama kwa meneja wa habari na mawasiliano mani ya Chef Fondo Malone, lakini mazoezi ya leo yamefanywa na fanya mazoezi, unaona kabisa kuna lakini kingine kikubwa walikuwa wanashuhudiwa na Watanzania wengi walikuja pia wakiwa wanafanya mazoezi, na nijaribu pia kuzungumza nao hao kwamba wanahamasishana kwenye magrupu yao ya WhatsApp hiyo ya mchezo, kwa maana pili watajia kwa wingi lakini Stellenbosch si timu ambayo inazungumza baadhi ya mashabiki walijitokeza ile mazoezi. Naam, nikushukuru Kennedy. Naona bado kuna changamoto ya sauti, basi tutaweza kuwasiliana wakati mwingine kwa ajili ya kuweza kuwafahamisha watazamaji wetu kuhusiana na yale ambayo yanaendelea hapo Durban, Afrika Kusini. Naam, na kwa nukta hiyo sasa niungane na mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu Godlizen Muro ili kuweza kuzungumza naye kuhusiana na kile ambacho Simba Sports Club wanakiendea. Karibu sana. Asante Akida. Suti imekaa mahala pake. Na wewe pia. Tumetazama kikosi cha Simba kikiwa kinafanya mazoezi pale Durban, lakini pia msemaji ama meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali ameweza kuzungumza na pamoja na wachezaji wa zamani. Tutegemee nini kutokana na kile ambacho tumekisikia? Of course support imekuwa kubwa sana kuanzia nje, lakini zaidi sana ni kuwahi kuanza kuacclimatize, kuzoea mazingira ya Afrika Kusini. Moja kati ya mataifa ambayo hali ya hewa mara nyingi imekuwa ni baridi kali. Na hali ya hewa ni miongoni mwa zile sababu ambazo zinaweza zikafanya kiwango cha uchezaji ndani ya kiwanja kiwe kikubwa ama kidogo kulingana na mazingira ambayo klabu fulani inatoka. Kwa hiyo hizi nyakati ambazo wamewahi mapema kuzoea hali ya hewa, kuzoea mazingira, kuzoea atmosphere nzima ya kuelekea kwenye mchezo, huwa inakuwa ni miongoni mwa sababu bora sana kwa wachezaji kufahamu kinachoendelea. Bahati nzuri ni kwamba ndani ya klabu ya Simba, ukiachana tu na uongozi wao, ukiachana na namna ambavyo wanaratibu mipango yao kila siku, bado kuna watu wengi sana kwenye benchi la ufundi ambao wanatoka Afrika Kusini wakiongozwa na kocha mkuu Fadlu Rahman Davids, kocha msaidizi. Unazungumza technical bench kwa ujumla, mpaka wale video analyst wanaifahamu South Africa pamoja na tamaduni zao, wanafahamu namna ambavyo ya kudili na timu za kutoka Afrika Kusini. Hiyo pia ni sababu moja, lakini kinachokwenda kutekelezwa ndani ya kiwanja kitabakia kwenye wale wanaume 11 ambao ndio watakwenda kutupa taswira kinachotoka kwenye. Tumesikia moja ya mashabiki akizungumza umbali wa kutoka Stellenbosch yalipo makazi yao mpaka uwanja wa Mabida utakapotumika kucheza mchezo huu. Wameweza kufananisha umbali ni kama Dar es Salaam na Mwanza, kilomita nyingi kweli kweli. Hii itakuwa na faida kiasi gani kwa Simba kucheza na Stellenbosch ambao wako nyumbani lakini itakuwa ni kama hawapo nyumbani? Bado mimi nikusubirishe kwanza hapo Muro, nikufahamishe tu kwamba huu ni mshike upo na Miakida Kilango, na hapa nipo na mchambuzi wangu Godlizen Muro. Naam, tunarejea tena katika mshike bado pona Miakida Kilango, niko hapa na mchambuzi wetu Godlizen Muro. Muro, ukiwa unaelekea sasa kujibu kile ambacho nilikuwa nimekuuliza, ni kwamba Stellenbosch wako nyumbani lakini mbali na nyumbani, itakuwa ni faida kwa Simba Sports Club? Hapana, bado faida haitatokana na Stellenbosch kutoka Cape Town kwenda Durban. Hapana. Stellenbosch amekwenda Zamalek pale Cairo na ameshinda mchezo wake ugenini. Amekwenda Zanzibar, amefungwa bao 1-0 na alidisplay kiwango kizuri. Bado mimi siamini sana kwenye fakta ya wanacheza uwanja upi. Naamini sana kwenye ubora wa timu ndani ya kiwanja. Wakiweza kudisplay performance yoyote bora, watakupa changamoto. Hata kama wewe utakuja na timu yako ambayo imekuwa na historia nzuri miaka ya hivi karibuni. The best ni heshimu kila nukta ya details, kila nukta ya taarifa ambayo inatakiwa kupatikana kiwanjani. Nani ni bora, maeneo gani, dakika zipi wanakuwa hatari, wanafanya vipi, kila mchezaji na details zake ni bora zaidi kuliko uwanja na support ya mashabiki. Muro, kwa kuwa umezungumzia uhatari, na maanisha hapo umezungumzia katika safu ya ushambuliaji. Lipo swali ambalo tuliuliza leo kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, tutalisoma hapa, ambapo tuliuliza wachezaji gani wanatamani waongoze safu ya ushambuliaji ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch Jumapili. Swali lilikuwa ni hilo, lakini sasa tutazame kile ambacho mmeweza kutuandikia kwa kuanzia na Instagram. Huyu ni Chata Black anasema, kwangu mimi natamani kikosi kiwe
kisiwe kile kile kilichoanza mchezo wa awamu ya kwanza, lakini ampumzishe Mukwala, amweke Ateba aanze, kwa sababu Ateba ana uwezo mkubwa wa kuongeza pressure kwa wapinzani ili wasipande sana, na ana uwezo wa kukaa na mpira pia. Lakini Charles Almasi anasema kutoka Musoma Tarime, anasema naomba kocha amwamini Kinda Ladak Chasambi na Edwin Balua kuongeza speedi na pressure kwenye goli la mpinzani. Lakini Adrian anasema nadhani kwa energy ya Ateba ni bora zaidi kuliko Mukwala. Hata last game timu haikuwa na balance nzuri kwenye eneo la ushambuliaji, hivyo naenda na Ateba, Ahua, Mpanzu pamoja na Kibudi, akihitimisha kwa kusema hivyo. Lakini tuangalie katika upande wa kurasa zetu nyingine, ambapo sasa tunatazama upande wa Facebook. Godwin Baya anasema itapendeza sana kama Fadlu Jumapili akaanza na Ateba pale mbele, 10 ampe Mpanzu na mawinga wawe Kibu na Ahua kipindi cha pili, amalize na Mukwala na Chasambi pale mbele, na sub ziwe za mapema tu, mbona tutatoboa mapema tu siku hiyo. Lakini Ali Samego Junior wa Tukuyu Busokelo Mbeya anasema safu ya ushambuliaji ya Simba itapendeza ikiongozwa na Mpanzu, Mukwala na Kibu, alafu kwenye namba 10 awepo Jana Hua, itakuwa safi sana kwenye kuwapiga counter attack Stellenbosch. Lakini Yohana wa Mufindi Iringa anasema Simba wakitaka ushindi, safu ya ushambuliaji iwe na Ateba, Ahua winga kushoto, Eli Mpanzu na kulia Kibu Dennis, hapo uhakika finali. Hayo ni maoni kutoka Facebook. Lakini tuhitimisha kwa kuangalia X, zamani Twitter. Bunya kwa Ngou anasema winga kulia na kushoto Mpanzu na Kibu, afukati namba 9 Mukwala, nyuma yake namba 10 Ahua, viungo Ngoma na Kagoma kulia na kushoto, Kapombe na Mohamed Shabalala, kati Hamza na Chamu kama yupo sawa baada ya uangalizi wa madaktari. Nakumbuka Zanzibar liumia hakuendelea na mchezo. Lakini Amos Kiswaga anasema kocha Fadlu aende kama kawaida, pembeni Mpanzu na Kibu, nyuma ya mshambuliaji Ahua na juu amalize Mukwala. Hii itasaidia kuleta utimamu wa akili kwa wenye dhamana. Lakini Oscar Mwagila anasema lazima ufahamu kwamba Simba tayari tuna advantage ya goli moja, hivyo tunahitaji zaidi kucheza mpira na kumiliki kuliko kushambulia. So tutahitaji kuwa na wachezaji wanaokaa na mali zaidi. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu. Muro, kile ambacho amekizungumza mashabiki, kwa mfano hiki ambacho amekizungumza Oscar, hakitofautiani sana na kile ambacho wachezaji wa zamani wa Simba walizungumza, kwamba moja ya njia ya kujilinda ni pamoja na kukaa sana na mpira. Ya, lakini tunazungumza siku zote unakaa na mpira kwenye eneo gani na ni salama kwa kiwango gani. Umiliki wa mpira ni moment ndani ya moment 4 ndani ya mchezo wa mpira wa miguu: kuwa na mpira, kutokuwa na mpira, set pieces pamoja na transition. Lakini kwa maana ya umiliki wa mpira wenye faida ni unamiliki mpira hasa kwenye eneo la mpinzani wako, huku ukiwa na balance nzuri kwenye eneo lako pia, kwa maana ile nusu yako, half ya timu yako. Lakini kitu ambacho nimekitazama kingine hapa ni uelewa mpana wa soka ambao umeendelea kuwa unakuwa kwa mashabiki. Ahua ambaye baada ya mchezo ule, pamoja na kuwa yeye ndo alitengeneza faulu ambayo ilikwenda kutengeneza bao, lakini bao alilokosa dakika za mwisho za mchezo, bado pamoja na ile reaction ya mashabiki kuumia kote, bado wanaangalia details za Ahua kwa ubora wake. Kila mtu unaona kwenye kosi chake anamzungumza positively. Hii ni kuonyesha ukomavu wa 100% wa mashabiki kwamba anachokifanya Ahua msimu kuanzia kwenye ligi na michuano ya kimataifa ndicho ambacho wanapaswa kukiendeleza, kupunguza ile pressure ambayo alikuwa nayo baada ya mchezo ule, na nafikiri itakuwa tayari ameshawekwa vema kisaikolojia na wachezaji wengine wote. Ila nimeona kuna mzungumzaji amemzungumza zaidi Ateba. Wengi wamemtaja Ateba. Inaweza kuwa rekodi yake kwa msimu huu kwenye mechi za kimataifa amekuwa vema zaidi. Assist dhidi ya Sfaxien kule Tunisia ambaye alimpa Jean-Charles Ahoua, bao la kusawazisha dhidi ya club Bravos du Maquis ya Angola kama unakumbuka vema. So far unaweza kuona Ateba kwenye mechi za ugenini kuna nyakati amekuwa nazo bora sana. Ila Fadlu ana benchi kubwa la ufundi. Ni wanasayansi wabobevu kwenye eneo la football. Wanafahamu nani ni bora kuanza nao dhidi ya defenders hawa kina Ismail Olivier Toure. Unazungumza kina Molo Isane na kundi la viungo wao kina Thato Kiba na kadhalika. Bado Fadlu ndo anatambua. Unaweza ukashangaa kusurprise kwenye mechi wachezaji 3 4 ambao hukuwategemea wakaanza kwenye mchezo.
Nikushukuru sana Godlisten Muro kwa kile ambacho umeweza kutuchambulia kwa muda huu. Asante. Basi na shaka baadaye kama muda utaruhusu basi tutaweza kuungana tena hapa. Kwa faida yako. Na nikushukuru sana. Huyo ni Godlisten, probably umeweza kumtazama hapa akitupitisha katika masuala kadha wa kadha ikiwemo hili la Simba Sports Club ambalo wanaliendea. Gwiji wa utangazaji wa soka na habari nchini ambaye pia ni mkuu wa UFM Radio Barwan Muhuza amezungumzia mechi ya mkondo wa pili ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Stellenbosch na Simba, huku akiwasifu Simba kwa kuandaa mazingira mazuri ya kualika mashabiki kuhudhuria mchezo huo wa Jumapili uwanja wa Moses Mabhida mjini Durban, Afrika Kusini. Wanakwenda kukutana na timu nyingine katika hatua ya juu zaidi, lakini timu iliyo ndogo. Unaona ninavyozungumza tofauti hapa kwamba hatua ile ni timu kubwa, giant wa soka la kusini mwa Afrika, lakini ilikuwa hatua ya chini kidogo kwa maana ya robo finali. Mara hiyo wanakwenda hatua ya juu na timu iliyo ndogo ikiwa na msuli usiokuwa mkubwa, lakini uwanjani kila mmoja nchi kubwa ile yenye ukubwa ambao unauzidi Tanzania. Unajua Tanzania ina square kilomita 900 na kama 40 na ushee hivi, wakati Afrika Kusini ina square mita 1,200,000. Ni kubwa sana. Miji mikubwa iliko kwenda Durban pale kutoka tuseme Johannesburg zaidi ya kilomita karibu 600, Cape Town kilomita nyingi zaidi, na miji mingine Port Elizabeth na kwingineko ni mbali kufika Durban ambako watu bado wamekubali watasafiri. Wameandaliwa usafiri wa mabasi na nini. Kwa hiyo katika hizi siku 1.5 ama 2 za kusafiri kutoka mji mmoja kwenda huko Durban kwenye miji mikubwa hiyo, maana yake wamefanya jambo kubwa sana kuandalia mabasi. Tumesikia wanaandaa mabasi na watakwenda. Kwa hiyo bila shaka yoyote Simba watakuwa wapo kwenye nafasi nzuri ya kumaki uwanjani. Kunahitaji pia akili kae sawa sawa. Kwa hiyo natumai wako vizuri katika kuleta matokeo yaliyo sahihi kwa Tanzania na kwa wenyewe. Timu ya JKU imeitupa nje Singida Black Stars katika michuano ya Muungano 2025 baada ya kuichapa kwa penalti 6-5 kufuatia sare ya magoli 2-2 katika mchezo wa robo fainali ya kwanza iliyochezwa leo jioni uwanja wa Gombani Pemba. Kombe la Muungano limeanza leo na tayari timu iliyopewa nafasi kubwa ya kusonga mbele, Singida Black Stars, imeondolewa katika mashindano hayo. Wakati huo huo, mwenzetu Saidi Msumi amezungumza na makocha wa timu zote mbili baada ya mchezo huo kumalizika. Mzuri. Kwa hiyo uko very tough. Lakini kama unakumbuka wakati tulifanya interview nilikwambieni kwamba unahitaji kumheshimu mkubwa wako unaokutana naye. Alafu msome kwenye mazuri yake. Alafu muangalie kwenye udhaifu wake. Mimi nilichokiona Singida kwenye kumiliki mpira ana uwezo zaidi ya mimi. Sasa mimi nilichokitengeza zaidi ni hao vipi wanapokuwa na mpira wao, mimi hao vipi naweza kuzuia wasinizuri. Na hicho kitu nimefanikiwa. Lakini wakati gani wao wanapokuwa wanafanya hizo tempo za kutuattack, mimi nakuwa nikinyang'anya kwenye position ambazo wao wanakuwa wako off, mimi niweze kutumia hizo nafasi, na kweli nimeweza kuzitumia na nimefanikiwa. Unakwenda kumbana na mshindi kati ya Azam ama KMK, wapinzani wako na watazamaji na nusu finali kwa upande wako? Ninachokiangalia kwangu mimi sio tatizo. Tatizo hao vipi unawaandaa vijana wako. JKU wana comeback is 2-2. Sometimes tunasema kuwa katika football na ni tournament, ukilive mchezaji team irudi katika mechi, then you don't have a chance kwa penalties ambazo ni given. So it's as simple as this. Tuli set up ourselves to win the match, but of course tuli allow the opponents to come in the game. So that's how the football is. So we bounce, tunachukua the situation and we move on. David Ouma huyo kocha wa Singida Black Stars. Timu ya Zimamoto itashuka dimbani kuwavaa Gosi wa Kaya Coastal Union katika mchezo wa pili wa robo finali ya Muungano Cup utakaochezwa kesho saa 10 jioni uwanja wa Gombani Pemba. Makocha na wachezaji wa timu hizo wamezungumzia maandalizi yao. Fika jana salama asubuhi, tumetreni jioni na leo asubuhi tumetreni tena, na nashukuru mpaka sasa hivi vijana wangu wote wako vizuri ambao natarajia tuliondoka nao kule nyumbani. Natarajia kwamba tumejipanga katika mechi ya kesho, ingawa itakuwa ngumu kwa sababu ukilinganisha uzani wa timu ya Zimamoto na Coast na ligi ambazo tunacheza ziko mbili tofauti, lakini yote kwa yote tumejipanga na inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu
tunaweza tukashinda mechi kubwa. Tumejiandaa vizuri kwa sababu ya mchezo wa kesho. Inshallah, namwomba Mungu, matarajio yetu ni kufanya vizuri na kuendelea kwenye mashindano haya. Mashindano ni mashindano, ajali ya sikukuu au yakoje, lakini tumejiandaa kupambana na wenzetu ambao tumepangwa kucheza nao. Kubwa tu ni mashindano, lakini kwetu pia ni mazoezi, kwa sababu kwetu ligi itakuwa imesimama, tumealikwa huku, tumejiandaa kufanya vizuri kusema kweli. Na ugumu sisi hatufahamu zimamoto na wao hatufahamu sisi, kwa hiyo ndio itakuwa kidogo ugumu wa mechi yetu sisi na wao. Hawatufahamu na sisi hawatufahamu, kwa hiyo kigumu ni hicho, lakini kwa wachezaji mpaka kesho ikifika utamu utaonekana uwanjani. Kingine tena, Zanzibar na Tanga pateni yetu au Modern Football kidogo inafanana, kwa hiyo kutakuwa mechi ngumu lakini nzuri, sababu wote timu ambazo zinacheza mpira. Kweli mimi sio mgeni wa Pemba, kwa sababu mimi nimecheza ligi ya Zanzibar kwa miaka 4 iliyopita. Kwa hiyo naijua vizuri ardhi ya Pemba ilivyo, na wajua vizuri Zimamoto ni timu yangu ambayo nilichezea kwa misimu 2. Kikubwa ninachokiona katika safari yetu kwamba tumepata ugumu kutokana na wachezaji wengi hawajazoea hii hali, ila tumehakikisha tunafanya vizuri katika haya mashindano tuliokuja kucheza huko. Ni mshike bado upo nami Akida Kilango. Mchezo mwingine wa kesho ni kati ya KMKM na Azam FC katika muungano 2025 utakaoanza saa 1:15 jioni uwanja wa Gombani Pemba. Kikosi cha Azam FC kimefanya mazoezi kujiandaa na mchezo huo, na hapa ofisa habari wake Hashim Ibwe anazungumzia utayari wao wa kushindania kombe la muungano mwaka huu. Makocha wetu, benchi la ufundi pamoja na sehemu ya wachezaji wamepata nafasi pia kuangalia mchezo wa leo wa utangulizi wa JKU na Singida, na binafsi niseme tumefurahi kwamba Singida wametoka, na wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi watakuwa wamepata picha halisi baada ya kuona mchezo wa kwanza. Nafikiri watakuwa wamejua kwamba tuko kwenye zone ya namna gani, tuko kwenye sehemu ambako michuano inachezwa kwa ukubwa wa aina gani, tuko sehemu ambako timu zina ukubwa kiasi gani na ziko determined kwa ukubwa upi kufanya vizuri kwenye haya mashindano. Kwa hiyo liko somo ambalo tumelichukua, lakini overall sisi tumejiandaa vizuri. KMKM sio timu ya kubeza hata kidogo, ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza mpira mzuri, mali inawekwa chini, mchezaji mmoja mmoja wako vizuri, exactly kile ambacho wamekishowcase JKU leo. Kwa hiyo nafikiri tunaweza tukawa ni sehemu ya timu ya kwanza ambayo inaitetea bendera ya bara huku Unguja na Pemba, kwa sababu nature ya timu zao ni nature ambayo ni timu ambazo zinacheza mpira ambao unavutia kutazama. Kuna watu hawajamuona Faisal Salum, kuna taarifa yoyote? Faisal hajaja Eva Meza ambaye amekosekana pia kwenye kikosi chetu, amekosekana Yoro Diaby, lakini inafurahisha kuona mchezaji wetu kama Sospita Bajana amerejea. Nje yake ni Adolf Mtasingu ambaye ndo anakosekana kabisa, lakini wachezaji wetu wote ambao wanapaswa kuwepo ndani ya kikosi tumekuja nao isipokuwa hao watatu. Faisal alipata kidogo maumivu ya msuli kwenye mchezo wa mwisho ambao umepita, kwa hiyo tunategemea pengine ndani ya siku 4 zinazokuja anaweza akawepo hapa, kwa sababu tulishamkosa tayari kwenye mechi 2 zilizopita. Timu ya Yanga inatarajia kuondoka kesho saa 6 mchana kuelekea Pemba ambapo itacheza michuano ya Muungano Cup 2025. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe ameweka wazi idadi ya watu wanaotarajia kuambatana nao kwenye msafara huo na wale ambao watasalia jijini Dar es Salaam. Kikosi cha Young Africans kitaondoka siku ya kesho hapa Dar es Salaam kuelekea Unguja majira ya saa 6 mchana. Na tukifika Unguja tutapumzika kidogo pale na kupata lunch, alafu saa 10:30 jioni kesho hiyo tutaondoka pale Unguja kwa usafiri wa ndege kuelekea Pemba jioni ya saa 10:30. Kwa hiyo kutoka hapa kuelekea Unguja tutaondoka kwa njia ya boti, lakini kutoka Unguja kwenda Pemba tutaondoka kwa njia ya ndege, na tunaondoka na msafara wa watu 50 kuelekea Pemba kwa ajili ya michuano ya kombe la Muungano. Tunaondoka tukiwa na wachezaji 25
wa kikosi cha kwanza ambao tumekuwa mkiwaona kwenye mechi mbalimbali za timu yetu. Wako baadhi ya wachezaji ambao hatutakuwa nao kwenye kombe la Muungano kwa sababu mbalimbali. Wote mnafahamu Aucho ni mgonjwa, Yao ni mgonjwa, lakini Cletus Chota Chama yamepata tatizo kidogo, kwa hiyo amepewa ruksa kushughulikia tatizo lake. Atarudi mapema kujoin na timu kabla haijarudi Pemba kwenye michuano hiyo. Players wengine wawili ambao tutawakosa kwenye safari ya kesho ni Duke Abuya na Prince Dube, lakini wengine wote waliobakia wako kwenye safari. Na habari njema zaidi kwa mashabiki wa Yanga pale Pemba, Profesa mpira Pacome Zouzoua ameshakuwa sawa na atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watasafiri na kikosi kutoka Dar es Salaam kuelekea Unguja alafu kuelekea Pemba kwa ajili ya kombe la Muungano. Wakati huo Ally Kamwe amesema Yanga itaingia kwenye kombe la Muungano ikiwa kamili na kuonesha kwamba imedhamiria kulitoa kombe hilo. Yes, sisi tunakwenda na timu kamili, na tulivyothibitisha kushiriki kombe la Muungano, maana yake tumethibitisha pia kwenda kupambana kuchukua kombe hili. Ni kombe ambalo lina historia kubwa na linahusisha mabingwa wa Muungano kwa maana wa Zanzibar na huku upande wa bara. Sasa hatuendi kuchukulia poa hii michuano. Kwa ukizingatia pia sisi ni mabingwa mara 5, bingwa mara nyingi wa kombe la Muungano, kwa hiyo tuna kila sababu ya kuweka jitihada ya kuhakikisha tunaongeza zaidi mataji haya. Lakini la msingi zaidi Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla lazima wafahamu sasa, wenye Zanzibar yao ndio tunakwenda. Wenye Zanzibar yao ndio tunakwenda. Ziko baadhi ya timu zimekuwa zikileta maneno uoga wa hapa na pale kila zinapofika Zanzibar, lakini niwaambie sasa kupitia sauti hii ya mwenyekiti wa wasemaji, wenye Zanzibar yetu tunakwenda kesho Zanzibar kuhakikisha kombe la Muungano safari hii linakuwa kombe la msisimko na mvuto mkubwa. Unajua Yanga inapokuwa mahala, basi hapo mahala panachangamka, na tuna uhakika tulifika sisi Pemba, Pemba yote changamka, na washabiki wa Yanga Tanzania nzima watapanda boti, watakuja Pemba kuhakikisha tunakwenda kuichangamsha Pemba, tunakwenda kuichangamsha mashindano ya Muungano, na tunakwenda kubeba ubingwa. Kwa hiyo niwatoe shaka kabisa, kikosi nilichotajia hapa ni kikosi kamili, wachezaji kamili kutoka Djigui Diarra mpaka kwa Profesa mpira Pacome Zouzoua, kina Azizi Ki, wote wapo kwenye safari kuelekea Pemba kwa ajili ya kombe la Muungano. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ally Kamwe ametoka kumsikiliza hapo, lakini muda huu naungana na mchambuzi wangu tena Godlize Muro. Muro, karibu tena kwa mara nyingine. Asante sana. Tumesikia kile alichokizungumza Ally Kamwe, lakini pia tumeutazama kwa pamoja mchezo uliopigwa leo ufunguzi, JKU wakiwaondosha Singida Black Stars. Umeona yatakuwa ni mashindano ya aina gani? Ya mashindano ya msisimko kuanzia impression ya kwanza kabisa ya leo. Hili ni bao ambalo alifunga Victorien Stephanie Adebayo, mechi ambayo wametangulia mabao mawili, lakini JKU wame come back kwanza kuonyesha commitment ya timu ambazo zinashiriki. JKU amekuwa ni mshindani mzuri sana kuanzia Mapinduzi, michuano hii ya Muungano. Unaona utakumbuka hii ndio timu ambayo ilimtambulisha Faisal Salum kutoka JKU kuja Tanzania. So imekuwa na msisimko wa aina yake. Mechi imekwenda mpaka kwenye mikojo ya penalties. Umemsikia David Ouma alichozungumza. Ameenda na kikosi ambacho kikiangalia kwenye makaratasi gharama za wale wachezaji ni za juu mno, lakini wanakwenda kukutana na timu ambazo zinatokana na msingi wa kukuza vipaji kutoka Zanzibar. Ni michuano ambayo ukiachana na Mapinduzi huwa inaibua biashara nyingi sana za wachezaji kutoka visiwani, hasa ambao wanatoka kwenye ligi ambayo inaonekana haina msuli mkubwa sana wa kifedha kama ligi ya NBC. So ni eneo ambalo mara nyingi linatazamwa kama eneo la ushindani. So unazipata timu zinatoa 100% kwa sababu ukiachana na ile collective effort, juhudi ya kitimu, wachezaji wanakuwa na ile individual effort, jitihada binafsi kwa ajili ya kutengeneza soko lao. So ukiangalia Azam wako pale, Young Africans, Coastal na Black Stars yameondolewa. Msisimko unaanzia hapo kwenye hao Giants unaozungumza. Sina shaka umeweza pia kuzungumzia timu nyingine ambazo zitashuka kesho. Yes. Tunaona Coastal Union nao pia wako hapo, yeah. Azam FC matajiri wa jiji wako hapo, yeah. Lakini pia wananchi Yanga nao pia wamethibitisha kwamba watashiriki, na Ally Kamwe ameweza kukitaja kikosi kamili kwamba kitaenda kule, lakini habari nzuri kwa wananchi ni Pacome kuweza kurejea katika kikosi. Hilo lawezekana likazidi kuongeza mvuto
katika mashindano haya? Ya, na uzuri wa waandaaji wa mashindano siku zote huwa wanapenda unapokuwa umezialika timu katika mashindano husika, basi upate ile testi ya 100% ya vikosi. Huwa mara nyingi kama vile inaondoa mvuto kuipata timu ambayo inatambulika kuwa ni bora na ina wachezaji wa daraja fulani, alafu ikaleta wachezaji ambao ni wa daraja la kawaida. So unapoipata test ya wachezaji wa aina hiyo, of course Pemba mara ngapi utaweza kumuona Aziz Ki? Ni muda gani? Ni lini ambao utaweza kusema utapata ile test ya wachezaji wa daraja hilo? Zaidi ya ligi kuu hii sisi tunafaidi kwa sababu inachezwa hapa. So ni daraja la juu kupata ile cream ya wachezaji wa ligi kuu ambao wameshachukua ubingwa wa ligi wakiwa na Young Africans, wameshacheza michuano ya Afrika tu ya makundi na robo finali. So ni privilege pia kwa watu wa Pemba pia kuweza kushuhudia. Na privilege pia ipo kwa sababu bingwa mtetezi hayupo kule, kwa hiyo ni kombe ambalo liko wazi, analichukua basi anaondoka nalo. Nikushukuru sana Godlisten Mura. Na ni mchambuzi wangu huyo Godlisten Mura akiweza kutupitisha katika kile ambacho kimetokea katika Muungano Cup 2025. Tupate mapumziko mafupi, nitakaporejea bado yapo mengi ya kuyafahamu hapa katika Mshike Mshike. Ni Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Kikosi cha Wanakino Boys KMC FC kimeingia kambini kuendelea na mazoezi kujiandaa na mechi zijazo za ligi kuu ya NBC. Khalid Chukuchuku ni ofisa habari wa kikosi hicho. Timu ilikuwa mapumziko kwa takriban siku 5 baada ya kumaliza mchezo wetu dhidi ya Dodoma. Mwalimu alitoa mapumziko kwa ajili ya wachezaji kupumzika, kukutana na familia zao kabla ya kurejea tena mazoezini, na leo timu itarejea rasmi mazoezi na tutaanza program rasmi kwa ajili ya michezo ambayo inafuata. Tuna michezo minne ambayo imesalia kwenye ligi kuu, mchezo wetu dhidi ya Simba, lakini baadaye dhidi ya Tabora United, na baadaye tutasafiri kuelekea mkoani Kigoma dhidi ya Mashujaa, na tutamaliza ligi msimu huu dhidi ya Pamba katika dimba la CCM Kirumba. Kwa kila kitu kinaanza leo, tunaanza program rasmi kwa ajili ya hiyo michezo minne ambayo imesalia. Ukitazama namna msimamo ulivyo, kwa maana nafasi yenu mliopo na wengine waliopo chini yenu ni alama ndogo sana, mnapishana kiasi gani mwalimu pamoja na benchi lake la ufundi anakwenda kutengeneza timu ambayo itakaporejea basi haiangushi alama yote? Kwanza kimahesabu ni kama vile hatuko sehemu mbaya sana na hatuko eneo nzuri sana, kwa sababu tayari timu moja imeshaondoka kwenye ligi kuu, maana yake inahitajika timu nyingine moja ambayo nayo itaungana na Ken Gold kushuka daraja. Kwa eneo ambao tupo, kwa alama ambazo tupo, tunahitaji angalau alama 33 ambazo tunaamini Kagera Sugar hawezi kuzifikia hata kishinda michezo yake yote, kwa sababu na michezo 22. Sisi tukipata alama 33 maana yake automatically tutakuwa tumemkata Kagera Sugar, maana yake sasa hivi tutakuwa tumesalia kupambania sasa tusicheze playoff. Na kimahesabu inawezekana kama tutashinda huo mchezo mmoja unaofuata, labda dhidi ya Simba au dhidi ya Tabora United, tutakuwa safe kuondoa katika eneo la kushuka daraja, lakini pia kuondoa katika eneo la timu ambayo inaweza kucheza playoff. Uongozi wa Tanzania Prisons pamoja na benchi la ufundi umetoa mapumziko mafupi ya muda wa wiki moja kabla ya kurejea kwa ajili ya maandalizi ya michezo ijayo ya ligi kuu ya NBC, ukiwemo mchezo dhidi ya Coastal Union. Hivi karibuni tulikuwa na mchezo uliopita dhidi ya JKT Tanzania na Mwenyezi Mungu alitujalia tukapata ushindi wa magoli 3-2, lakini mara baada ya mchezo huo tuliwapa mapumziko vijana wetu, wachezaji wetu, kwa maana kwamba mechi ambayo tunategemea inayokuja maana yake ilikuwa ni mpaka mwezi unaokuja tarehe 12. Kwa hiyo tukaona tuna muda mrefu na tukaona ni muda mwafaka. Kama unavyojua ligi yetu kuna kipindi tulikuwa tunacheza mechi za karibu, basi tukaona ni swala jema kuona kwamba tunawapumzisha vijana wetu. Katika timu yangu nimeweza kupata nafasi mara kwa mara katika hii duru la pili. So muda wote nilikuwa napata nafasi, hapana. Hii raundi ya pili ndio nimeweza kupata nafasi mara kwa mara na kuweza kuisaidia timu yangu mpaka hapa tulipofikia. Mashabiki wa Wanakoma Kumwanya Mbeya City wameianza safari ya kwenda mkoani Geita kwenda kuipa hamasa timu yao inayopambania kupanda ligi kuu itakapopambana na Geita Gold mwishoni mwa juma hili. Sisi kama mashabiki wa Mbeya City FC kwa nia dhahiri kabisa tumeamua kwenda kuisupport timu yetu ya Mbeya City huko Geita, ili kuhakikisha kwamba tarajio letu, tarajio la Mbeya ni kuhakikisha kwamba timu inarejea ligi kuu. Kwa sababu sehemu tuliopo ni sehemu muhimu sana na wachezaji wanahitaji hamasa kubwa sana, kwa sababu hii mechi ni kama fainali. Kwa hiyo tukishinda hii mechi tutakuwa tumeshajihakikishia nafasi kubwa sana ya kupanda ligi
ligi kuu. Tuko hapa Mbeya na sasa tunajiandaa kwenda Geita kuwapa hamasa wachezaji wetu ili waweze kupanda daraja. Pointi 3 ni za kwetu. Geita lazima walie. Yaani leo lazima walie. Hiyo Jumamosi tunakiwasha. Sisi lazima, yani hii lazima tupande. Lazima tupande. Lengo letu tunaenda tunasafiri tukienda Geita tukitafuta pointi 3 huku tulipo sio mahali petu. Kwenye vijiji vyao kuna vijiji vyetu. Mbeya City tulipo sio mahali petu. Tunachohitaji ni pointi 3. Hapa tupo maeneo ya Kabwe, ni maandalizi ya kuelekea mchezo ambao tunaenda kucheza ugenini dhidi ya Geita. Kikubwa tunaenda kutafuta pointi 3, target yetu ni kupanda daraja twende ligi kuu. Na tukiendelea kutazama mshike tukiwa ukingoni, michuano ya Mei Mosi inaendelea kutimua vumbi mkoani Singida, ambapo kwa upande wa mpira wa kikapu timu ya TRA kwa upande wa wanaume imetinga fainali, huku timu ya ofisi ya Rais Ikulu upande wa wanawake nayo ikitinga hatua hiyo ya fainali. Deus Liganga anakuja na taarifa zaidi. Ni vaibu la mashabiki wa mpira wa kikapu katika michuano ya Mei Mosi inayoendelea hapa mjini Singida, ambapo kwa mpira wa kikapu kumeshuhudiwa michezo ya hatua ya nusu fainali kwa timu ya TRA upande wa wanaume kutinga fainali baada ya kuwafunga TANESCO wazee wa umeme kwa vikapu 67 kwa 51, huku upande wa wanawake timu ya Ikulu imeweza kutinga fainali kwa kuifunga timu ya Wizara ya Mambo ya Ndani kwa vikapu 74 kwa 58. Baada ya michezo hiyo kukamilika, nilizungumza na makocha wa timu zote mbili juu ya maandalizi yao kuelekea fainali. Maandalizi fainali tunaanza leo kwa sababu fainali ni fainali. Na tunaenda kukutana na timu ngumu ambayo timu ya Ulinzi. Wale wana uzoefu na michezo hii ya basketball, lakini tunaenda kufanya kazi, tunakujipanga ili tunapambana na vitu kwa sababu wanashuti nje, wanaingia ndani, kwa hiyo kuimarisha sana kwenye defense. Mchezo wa fainali tumejipanga kuchukua kikombe kwa sababu tumejituma mazoezini, tumefanya mazoezi kwa nguvu, kocha katuelekeza, kwa hiyo lazima tutachukua kikombe. Tunafurahi sana kwa kuweza kucheza mchezo wa nusu fainali na kati ya na wapinzani wetu TANESCO. Tumeweza kutoka tukiwa washindi siku ya leo, lakini bado tuko fainali, tunategemea kufanya vizuri pia fainali. Hakuna kingine zaidi ya hicho. Mchezo uko ushindani. TRA wamekuwa ni watu ambao tuna upinzani nao kwa muda mrefu, na kama ilivyo ada ya mchezo lazima kuwe kuna mshindi. Nao baadhi ya ni ripoti hiyo ya Deus Liganga kutoka Singida, na kwa kuhitimisha mshike sikubadilika kufahamisha miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nayo usiku huu. Namna miongoni mwa yale tulikuwa nayo ni pamoja na timu ya Simba yajifua mjini Durban kuinda Stellenbosch nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika. Singida Black Stars yatupwa nje ya kombe la muungano baada ya kuadhibiwa na JKU kwa penalty. Na wachezaji wa klabu ya AS Roma washiriki kuuaga mwili wa Papa Francis. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango, nikutakie uwe na usiku mwema.